ya moto wa msho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake kwa pamoja na Bwana. Tunafanya nini? Tunatenda makuu. Amen. Ukweli mahali hapa ni pazuri sana. Pige Bwana Yesu makofi kama unaniunga mkono. Mahali hapa ni pazuri sana. Na nadhani kama kuna zawadi nzuri ulipaswa kumpa rafiki yako au mtu unayempenda hapa Shinyanga au hata nje ya mji huu, ilikuwa ni kuwa naye kwenye ibada hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani umejisikiaje? Haya ndio maisha, huu ndio Pentekoste, na hii ndio safari ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakutana pamoja, tunafurahi kutoka ndani, sio kinafiki. Kila mmoja anafurahi na Mungu wake. Alafu tunapokaa pamoja tunafurahiana sisi kwa sisi. Mungu awabariki sana kwa sehemu ya ibada hii nzuri. Mungu awabariki wale wote ambao amewatumia kwa ajili ya kuiandaa ibada hii toka Jumapili iliyopita. Unajua maandalizi ya ibada yetu hii huwa yanaanza Jumapili. Utaona tukimalizaga ibada hapa Jumapili, wewe unakimbiaga, endelea kukimbia. Wewe njoo baada ya ibada utaona tunapomalizaga ibada. Sijui nani huwa anapanga, sijui nani huwa anasemaga, huwa nakuwa hapa mimi. Naonaga kuna watu utakutaga wanakuja au wanabakigi hapa. I don't know inakuagaje, lakini utaona ibada zikiisha zote kuna watu wanarudiki huko ndani. Unakuta wanafanya hichi, wanafanya kile. Yaani utaona kanisa linaanza kuandaliwa kwa ajili ya ibada ya Jumapili. Wengine wanaomba, vitu vinaendeleaga vingi hapa. Vyote ni kuandaa ibada ya Jumapili. Hebu tumpigie Bwana Yesu makofi kwa ajili ya watu wote aliowatumia yeye kwa ajili ya maandalizi ya ibada hii. Na sijasema tumpigie Bwana makofi kwa ajili ya hao watu, hapana. Tumpigie Bwana makofi kwa ajili ya wote aliowatumia yeye. Kama fundisho langu liletu linavyosema, aliotaka kuwatumia yeye according to his will. According to his will. Wills, kusudio. Aliokusudia yeye, alioazimia yeye kuwatumia. Bwana abarikiwe kwa ajili ya wanaume na wanawake hao wazuri. Na kwa kifupi tumekuwa na ibada hii nzuri. Haleluya. Basi unaweza ukaketi kwenye kiti chako pale ulipo. Baba uliye mwema, naomba tena neema mpya. Naomba kibali cha pekee kutoka kwako kwa ajili ya ibada hii nzuri ya leo Jumapili, kunena kwa ujasiri kile ambacho umetaka ninene na watu hawa. Nazidi kuwa mdogo kwako, nazidi kuwa mnyenyekevu Mfalme, kwa habari ya fumbo kubwa ambalo umekuwa ukiniweka mbele yangu kila siku kwa habari ya kuitumikia madhabahu. Mungu Roho Mtakatifu, asante kwa kuweka ile hofu uliyoiweka na unyenyekevu ulioweka kwenye nyumba yako. Mungu, naomba endelea kunilinda na kunitunza. Mungu Roho Mtakatifu, nisilizoe kanisa hili, nisizoe madhabahu hii, nisiwazoe watu hawa. Na washukuru maana kila siku madhabahu imekuwa mpya na watu hawa wamekuwa wapya. Na leo unaenda kutufanya upya tena katika ulimwengu wa roho na hata ulimwengu wa mwili, katika jina la Yesu. Amen. 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 Hallelujah. Watu wa media, nimerusha maandiko huko mnayo kwenye WhatsApp, na naomba kama nilivyoyapanga, naomba Mungu anisaidie, nitaenda kama nilivyopanga. Sasa hivi ni saa 2:20, tunaanza kusikia neno la Mungu. Naomba usikivu hali ya juu ili tuweze kwenda kwa spidi ninayoitaka. Lakini nisiache kusema namshukuru Mungu kwa ajili ya wote ambao tumewahi kwenye ibada siku ya leo. Pigie Bwana Yesu makofi. Pigie Bwana Yesu makofi. Najua kanisa hili ni zuri. Kuna watu wanakuja ibadani hata dakika hii, anakuja ibada ya kwanza muda huu. Yaani kanisa hili zuri sana. Yaani kuna mtu sasa hivi ndo anakuja wapi? Ibadani. Alafu saa 3 anaenda nyumbani. Kuna mtu anakuja sasa hivi na anaingia tena, anatembea kwa maringo yote. Pale uzuri kanisa hii kuanzia getini ukiingia na kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumpigie Bwana makofi kwa ajili ya wanaokuja muda huu. Mpigie Bwana makofi hata kwa ajili ya imani kubwa walionayo. Yaani muda huu na bado anakuja kanisani na anaingia na anakaa kwenye kiti. Hawa ni majasiri wa imani. Pigie Bwana Yesu makofi. Maana mimi nisingeweza, imani hiyo sina. Ningekaa hata huko pembeni mpaka ishe nije hapa. Ila wanaingia hao. Wanaingia sasa hivi. Usiangalie nyuma. Wamesikia, wamejificha. Haleluya. Mwanzo 1:1. Hapo mwanzo tuende ndugu yangu. Mungu, tutaenda mpaka mstari wa 3. Hapo mwanzo Mungu. Naomba ni tu tunasoma Kipentekoste. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua mimi sinaga marafiki.
Sawa Ndio maana hutanikuta mahali popote kwenye maisha yangu nje ya nyumbani kwangu au nje ya hapa au kwa mshirika au kwenye mahali kwenye jambo la hutaweza kunikuta, lakini nitakuja kuwa nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama unawatafuta marafiki zangu au ukisema nikuonyeshe, ukweli nitakuonyesha hawa walioketi hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa rafiki huwa anamjua rafiki yake, si ndio hivyo? Na rafiki huwa anajua rafiki yake anapenda nini. Amina Mimi napenda ukisoma maneno ya Mungu yasome kama Pentekoste. Amen. Amen. Haya sasa tusome kipentekoste marafiki. 1 2 twende. Hapo good. Sasa tunaanza vizuri. Safi. 1 twende. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa tupu, tena bila umbo, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Rudia tena neno hilo. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Twende tena. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Tafakari. Aliongea Kisukuma? Alisema Kiebrania? Tafakari basi. Kanisa ilipigia Bwana Yesu makofi. Watu wanaingia ibadani. Safi kabisa. Wale wanaingia. Ongeza makofi basi jamani. Kwa ujasiri, kanisa zuri sana. Piga makofi kwa ajili ya vijana wetu wanaingia ibadani, wanaume washoka kabisa. Mshangilieni Bwana kwa ajili ya vijana wale. Ongeza makofi. Safi kabisa. Karibuni wanangu wazuri kwenye ibada. Pigeni makofi kwa ajili ya vijana wetu wazuri wameingia ibadani. Safi, niliwaambia kanisa hapa ndo Rehobothi hapa. Kuna kila ladha. Amen. Watu wanampenda Mungu na wana imani kubwa. Amina imani hiyo naomba na mimi mniombe niipate. Bwana Yesu asifiwe sana. Unadhani Mungu aliongea lugha gani? Kiebrania? Kiyunani? Basi endelea kutafakari. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulianza siku ile ya kwanza toka mwaka jana, nimeanza somo hili na nilikwambia mstari huu kitabu cha Mwanzo, sura za Mwanzo, unaweza kama ulikuwa unazisomaga unaenda, lakini hakuna mahali kuna mafunuo mazito kama kwenye kitabu hichi. Maana ndio Mungu, ndio msingi wa kila kitu unawekwa kwenye mistari tena hii ya kwanza. Kila kitu kinabebwa pale. Bwana asifiwe sana. Tuliona mambo matatu na nitakwambia baadaye. Kwanza, Mungu ni wa milele. Amen. Watakatifu, sura ile ya kwanza. Sawa sawa alifanya yote aliyefanya bila chochote. Amen. Lakini tukamwona Mungu ni muumbaji, creator, omnipotent. Alifanya yote aliyofanya kulingana na mapenzi yake. Lakini tukaenda tena tukaona Mungu ni roho, mstari wa pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wiki iliyopita tulimchambua hapo Mungu ni roho. Sawa sawa jamani. Lakini leo tunaenda kwenye hatua moja mbeleni kwamba Mungu ni neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni neno. Na hapa sasa ni pana sana. Naomba kama kuna maeneo muhimu kati ya mengi yamekuwa muhimu ya kujifunza, naomba unipe ushirikiano hali ya juu katika eneo hili. Katika sura ile ya kwanza mstari wa 3 anasema Mungu akasema. Neno akasema ndilo linawakilisha neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema, alitoa neno. Yeye ni neno. Sasa ukija kwenye kile kitabu kizuri cha Yohana 1:1 mpaka 3, Yohana 1:1 mpaka 3, anasema tusome kipentekoste. Hapo mwanzo. Hapo wapi? Mwanzo. Unganisha maandiko haya mawili. Piga makofi kwa Bwana. Watu bado wanaingia kanisani. Kanisa zuri sana hili. Ongezeni basi makofi, mbona mpigi? Kule nyuma. Shangilieni Bwana, waheshimiwa wanaingia kwenye ibada. Tuwapokee wageni wetu kwa makofi yote. Amen. Hapo mwanzo kulikuwa na nini? Hapo mwanzo kulikuwako na, soma kipentekoste 1 2 twende. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa ni nani? Ni Mungu. Mstari wa 3, huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Nende 3 moja kwa moja. Vyote vilifanyika kwa
huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Huyo nani? Anaposema yeye, kwa muktadha wa Yohana, yeye ni nani? Tuende kama alivyosema. Yeye ni nani? Ni nani huyo neno? Huyo yeye ni nani? Ni neno. Huyo yeye ni nani? Ni neno. Pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Kwa huyo neno vyote vilifanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende mstari wa 5 chap pale. Mstari wa 5 na mstari nasema twende twende wa 4. Twende wa 4. Twende wa 4 kama kawaida. Ndani yake ndimo ulikuwamo nini? Uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Mstari wa 5 nilikuwa napata hapo. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. 1 2 twende. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Sasa kulingana na Mwanzo 1:1 mpaka 3 tulikosema, leo tunasema tunamchambua Mungu kama neno. Nilikwambia tunamtafuta Mungu, tunamwomba Mungu, lakini ili tuende vizuri, ili mambo yakae kwenye mstari, ni shurti umjue Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu wengi wanakurupuka tu, wanazurura tu, wanatangatanga kwenye imani. That's why utaona, ukitaka kuona watu wamevurugikiwa, nenda kwenye makusanyiko ya waitwao walokole. Ukitaka kuona watu wana magonjwa ya ajabu, nenda kwenye makusanyiko ya watu waitwao walokole. Ukitaka kuona watu wana mambo ya kutisha mpaka nenda kwenye makusanyiko ya walokole, sio Rehobosi, katika jina la Yesu. Amina takatifu. Hapa tumeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na moja ya sababu ni shetani anachezea hapa. Narudia tena, ni shetani anatuchezea hapo. Watu wanakusanyika alafu wanakuwa ni mkumbo fulani wa watu, ni mkumbo fulani wa kidini. Ukristo sio mkumbo wa kidini. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anataka kusanyiko, linaitwa kusanyiko la waaminio. Kusanyiko la nani? Watakatifu. La waaminio, sio kusanyiko la kidini, kwamba tumejaza uwanja wa Kambarage wote, kwamba tumejaza uwanja wa nisikatai wingi, lakini naomba uwe ni wingi ambao unaweza ukatambulishwa kwamba ni kusanyiko la waaminio. Bwana Yesu asifiwe sana. Na linapokuwa ni kusanyiko la waaminio, sikufichi, kazi za Mungu lazima zitaonekana dhahiri kwenye maisha ya hao waaminio, katika jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Tunaangalia Mungu ni neno. Bwana asifiwe sana. Kule anasema anajiita kama Mungu, na akasema katika neno, mstari wa 3, Mungu anajifunua kama neno. Mungu anajifunua kama neno. Na ukija mstari wa 1 Yohana 1:1 unapata fumbo linafumbuliwa pale. Linafumbuliwaje? Kwamba Mungu ndio neno na neno ndio Mungu. Sema tena, Mungu ni neno na neno ndio Mungu. Sema, Mungu ni neno na neno ndio Mungu. Sema, Mungu ni neno na neno ndio Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamuona Mungu kupitia neno lake, tunamsikia Mungu kupitia neno lake, na ishara na ajabu zinaonekana kupitia neno lake. Narudia tena, Mungu ndiyo neno. Nisikilize katika jina la Yesu. Kwenye ile tafsiri tulisoma Jumapili ile juu ya sifa ya pili ya Mungu, creator omnipotence. Bwana Yesu asifiwe sana. He has all power to do all according to his wills. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiwa na nguvu za kufanya yote kulingana na mapenzi yake. Sawa sawa watakatifu. Sawa sawa watakatifu jamani. Sawa sawa watu wa Mungu. Sawa sawa watu wa Mungu. Anavyojitambulisha. Alafu sasa tukaja kwenye hii Yohana 1:1, unaona yeye na neno haviwezi kutenganishwa kwa namna iwayo yoyote. Sasa ukija kwenye ukimchanguza Mungu kama muumbaji, naomba wacha nibaki hapa. Ukimtunguza kama muumbaji, utaona kinachotangulia wakati wote, utaona Mungu anakuwa na mapenzi yake. Mungu anakuwa na mapenzi yake. Kwa mfano, alikusudia kuumba mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaumba mwanadamu, sawa sawa, akaumba miti, akaumba mimea. Nisikilize vizuri. Kilichoanza ni wills, kusudi, sawa sawa Lakini kila penye kusudi la Mungu, sawa 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 jamani. Anapokusudia kitu,
nisikilize, anapokusudia kitu utaona lile kusudi linakuwa transmitted. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe jamani. Lile kusudi linakuwa propelled or orchestrated na neno. Amina watakatifu. Amina watakatifu. Amina watakatifu. Kitu kinakuwa ndani ya Mungu, au chochote kilicho ndani yake, sawa sawa watakatifu, utaona kinapoanza kuchipuka au kuwa halisi linatokea nini watakatifu? Linafanyika nini? Kusudi lile alikusudia milima iwepo, sawa sawa watakatifu, sawa sawa, au mtu kumumba. Amina. Akasema kila ambacho unakiona kilikuwa ndani yake. Amen. Amen. Na vyote vilifanyika katika nini? Neno. Na pasipo hivyo hakuna kilichofanyika. So inaanza wills, kusudio, then lile kusudio linafuatia kitu. Hatua ya pili inaitwa nini? Hatua ya pili inaitwa nini nimesema? Neno. Amina. 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 Na baada ya neno inaenda kwenye stage ya tatu, works, kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Akasema iwe nini? Kwanza nuru na hajasema iwe. Ukienda kuisoma pale, ukasoma kwa Kisukuma, inasema be light. Be nini? Be nini? Be nini? Si kwamba ndio inaanza. Ni kwamba anauamuru mwanga. Anauamuru nini? Yani ni kama vile mwanga, sio kama, na ndivyo ilivyokuwa. Mwanga ulikuwepo tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Sio kwamba alitaka support fulani, msaada fulani ili mwanga uwepo. No. Be light. Ulikuwa wapi? Ndani. Anauamuru neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipotamka neno kweli, ghafla binvu, giza likafanyaje? Giza likafanyaje? Alafu nuru ikafanya nini? Nani tuko pamoja hapo kwa jina la Yesu? Wills, sema wills, words, action, work. Wills, words, work. Wills, work, work. Tuko pamoja? Tuko pamoja mpaka hapo? Wangapi tuko pamoja kwa jina la Yesu? Mungu ana kitu kwa ajili ya maisha yako. Sadiki hivyo kwa jina la Bwana. Nilikufundisha kule nyuma, ukimuelewa vizuri Mungu utajifunza kutulia. Amina. Amina. Amina jamani. Mwanamke ana madeni. Mume amekufa, alafu ni kijana. Watu wote wanalia, wanamuonea huruma. Kweli sio kweli? Wanamuonea huruma. Na sio kufa tu, na madeni chungu zima. Sawa sawa. Na watoto wametwaliwa. Hali ni mbaya. Lakini pamoja na hali hiyo, Mungu alikuwa na kitu kwa ajili ya mwanamke yule katika jina la Yesu. Lakini kabla hajasema, mwanamke hali ilikuwa ni mbaya. Kweli sio kweli? Si ndio hivyo? Si ndio hivyo jamani? Si ndio hivyo jamani? Ona sababu Mungu ni wa ajabu. Anakutana na mtu wa Mungu. Anakutana na mtu wa nani? Wa Mungu. Mtu wa Mungu anamuuliza, una nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema na chupa ya mafuta na umaskini na madeni na ujane ndivyo nilivyo navyo. Ona neno la Bwana linakuja. Nimekuambia kwanza wills, Mungu alikusudia kumsaidia. Amina. 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 Na mwanamke alipokuwa kwenye mazingira ya kusaidika, Mungu akuleta pesa, akuleta muujiza. Cha kwanza alileta nini? Neno. Neno linatoka kwa Elia, anamwambiaje? Nenda ingia ndani ya nyumba yako, wewe na watoto wako, kaazime vifaa kanini, kaazime chupa kwa majirani. Yani kule anakodaiwa anamtuma akakope tena, akili zinakataa. Lakini maadamu ni neno la Mungu, mwanamke akatii, akaenda. Neno, wills, words. Alipotii lile neno, Bwana Yesu asifiwe sana, nini kilitokea? Kesho yake umaskini wote uliondoka, muujiza ukaonekana kwenye ile nyumba. Naomba Bwana akupatie neno leo, na hilo neno ulitii na ulitendee kazi. Kitu kikubwa kinatokea kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Mungu afanye vitu ovyo ovyo kihuni.
Amen. Nitafutie mali alifanya nje ya utaratibu huu. Wangapi tuko pamoja? Sasa haya mambo matatu niliyokutajia, nisikilize. Vile Mungu yuko systematically, ukiunganisha ile Mwanzo 1 na Yohana, utaona haya maandiko mawili ndipo fundisho la utatu. Sema fundisho la utatu. Amjambo. Amjambo nyewe washirika. Na wafundisha kitu kigumu sana. Mnanielewa? Wangapi wananielewa? Maana kuna mmoja ameniambia juzi, mchungaji unafundisha vitu vigumu sana hivi. Nikaogopa. Sema leo nitafundisha kwa urahisi. Wangapi tunaelewana? Mimi ni mchungaji wako. Wewe niambie tu. Ukiniambia unielewe mimi na namna ya kubadilika, Mungu Roho Mtakatifu naambia hawanielewi, atanielekeza namna ya kufundisha. Sawa sawa. Sasa unaona mambo hivi, utatu ambao ndio msingi wa imani yetu. Amen. Amina. Unafunuliwa kwenye hayo mstari mawili. Nimekuambia kwanza ni wills, makusudio yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kusudio linatoka kwa nani? Mungu mwe. Unanisikia vizuri eh? Then words, neno. Amina takatifu. Neno ni nani? Yesu mwenyewe. Amina jamani. Yesu sasa takatifu. Then nini? Works, kazi. Kazi ni nani? Roho Mtakatifu. Umeona vilivyojipanga? Mungu, wills, word, neno, Yesu, then work, kazi, Roho Mtakatifu ndiye anayeoperate kwenye kila anachokifanya leo Mungu. Naomba lipokee likusaidie kwa jina la Yesu. Haya maandiko mawili yanaasisi kwa mara ya kwanza fundisho la utatu, na maandiko yanasema walipo mmoja tuna uwepo wake upo, lakini walipo wawili na yeye anakuwepo kama namba tatu, ule utatu unakamilika, vitu vinatokea au vitu au mambo yanaonekana. Nitoe angalizo hapa la kipekee sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaishi kwenye dunia ambayo ukweli kuna hatari kubwa sana. I know, najua kuna watu ambao wanasema hivi, mchungaji usifundishe hivyo, unafundisha A, B, C, D. Mchungaji wewe unafanya deliverance, ukisimama naona watu 5 hapa wana uvimbe, leo wanapokea uzima, pokea. Huo ni uhuni. Huo ni nini? Hivi nikisema watu 5 wenye uvimbe hapa, tuongee ukweli. Bwana ameniambia. Ni Bwana ameniambia. Hivi unadhania wanakosekana wanawake waliojaa ambao wana uvimbe tumboni? Wanakosekana? Simpo hata mnajisikia. Kwa nimetabiri ni unabii au ni uhuni tu? Naona watu hapa. Kuna mtu ana kesi isiyoisha. Wewe hivi kusanyiko lote hili hakosekani mtu ana kesi mahakamani hapa? Na leo inaisha. Uhuni tu. Mimi ni baba yako, siwezi kukufanyia uhuni. Halafu watu wachane kesho bwana. Amina eh? Amina. Bado niko na nyie. Wacha nikufundishe neno unielewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina watakatifu. Amina watu wa Mungu. Sasa kuna hiyo shida. Shetani amelipeleka kanisa mbali sana na Yesu. Narudia tena. Amelipeleka kanisa mbali sana na neno lake. Amen. Unaweza ukakuta leo kabisa washirika au Mkristo sawa 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 anaamini neno la mchungaji. Neno la nani? La mchungaji kuliko neno la Mungu. Pole. Na hii iko Shinyanga zaidi. Jana nilikuwa naongea na mtu mmoja akaniambia, asema huu mji angalia sana. Angalia sana. Huu mji hakuna kanisa linalojulikana. Huu mji wanajulikana watumishi. Nasali kwa kubena. Nisikusikie kwa jina la Yesu. Hapa ni Rehoboth Christian Center. Ukishindwa kusema Rehoboth, hapa ni Mwanzo 20 ngapi? 26, 20 na ngapi? 22. Nasali kwa fulani. Majina yana nguvu kuliko hata taasisi, kuliko hata huyo mwenye taasisi Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sina kitu na nyie. Amina. Mnaniona hapa mbele yenu ni kwa sababu huyu mliye naye, huyo Yesu mnayemtaka, amenikubali niwepo mbele yenu. Ana uwezo wa kuniondoa sekunde moja nisiwepo hapa na mkanisahau. Wangapi wananielewa kwa jina la Yesu? Kuna watu wanaamini hivyo kabisa. Akija kwenye ibada, nahitaji leo ni Bwana nipate neno langu la kinabii. Wewe neno la kinabii lipi unalolitaka kutoka kwangu? Sikatai, ni sawa, lakini ngoja niwaambie nyinyi watoto wa Mungu kwa jina la Yesu. Hii ni kampeni ya kishetani inaendelea duniani
kudhoofisha mamlaka ya neno la Mungu ishindwe kwa jina la Bwana. Let me tell you my brother, maandiko yanasema hakuna kilichofanyika bila nini watakatifu? Bila nini watakatifu? Hakuna muujiza ulitokea mahali bila Mungu kutanguliza nini watakatifu. Naomba nikwambie, Mungu anataka kufanya kitu kwenye maisha yako. Kitu cha kwanza, atakutumia neno, atakupatia neno. Hivi umekuja kwenye ibada leo, naomba Bwana akupe neno lako katika jina la Yesu. Na kama unanielewa, lipokee, sema niko tayari. Bwana, tamka neno tu, familia yangu itapona. Tamka neno tu, ndoa yangu itapona. Tamka neno tu, watoto wangu watainuka. Tamka neno Bwana, huduma yangu itaimarika. Na mimi nataka neno ili huduma isimame. Haleluya watakatifu. Haleluya watakatifu. Haleluya jamani Ndio maana wanawakemeaga kwa vijana wangu hapa. Kuna wakati wananiambia, mchungaji, unaona nimeona fulani, nawaambiaga washika adabu yako. Kila mahali pana malaika wake. Bwana asifiwe sana. Sisi tunasoma kwenye Ufunuo. Anasema kwa malaika wa kanisa la Philadelphia fanyaje? Andika. Malaika wa kanisa la Efeso fanyaje? Andika. Malaika wa kanisa la Thiatira fanyaje? Angalia zile jumbe zinafanana. Zinafanana hata moja. Ujumbe wa Philadelphia ukipeleka Thiatira utasaidia? Ujumbe wa Thiatira ukipeleka Efeso utasaidia? Amina watakatifu. Amina watakatifu. Sasa adui ameanza mkakati. Watu hawana time na neno. Watu wana time na mikono ya watu. Baba niwekee nini? Na kina Naaman, sema kina Naaman. Sema kina Naaman. Sema kina Naaman. Wako hata leo. Mimi niwaambieni watakatifu, Yesu, nyie hapa nyie, mimi nawahakikishia, tungeliishi kipindi cha Yesu, sidhani kama kuna hata mmoja wetu hapa, na mimi hapa nikiwemo, angemfuata Yesu. Jichunguze, hivi tungeishi wakati wa siku hizi akili hizi tungemfuata Yesu? Alikuwa anafundisha mpaka mitume 12 wanakimbia. Si unafahamu? Mpaka mitume wanafanyaje? Wanakimbia. Ni Mungu ameponya, amefufua watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiku ana launch kanisa Roho Mtakatifu. Alikuwa na wanafunzi 120. Yaani Yesu hakuwa na washirika wengi kama nyie. Si kwamba alikuwa tunapambana shime kanisa la Bwana. Tunapambana, iko nguvu imeanza kazi toka zamani kudhoofisha neno Mungu. Naomba neno la Mungu niwaambie ndugu, shetani kama kuna kazi kubwa anaifanya siku zote ni kuliondoa neno la Mungu ndani ya maisha yako, na bila kufanya hivyo hawezi kufanya kitu kwenye maisha yako. Ili ammalize Adam, cha kwanza alifanyaje? Alimpiga magonjwa, alimpiga ugonjwa, alimpiga umaskini, alimfanyia awe mweu? Hapana. Kwanza aliondoa, alidhoofisha, alipotosha neno lililokuwa ndani ya Adam na Eva, ambalo Bwana aliwapatia kwa hilo waishi. Mungu hakuwapa shamba ili waishi. Mungu aliwapa neno ili waishi. Aliwaambia maisha mazuri, maendeleo yenu, ustawi wenu upo kwenye neno hili. Kuleni matunda yote ya nini? Ila msile tunda hili. Hiyo ndio ilikuwa usalama wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ona shetani alipofika, cha kwanza anawaambia eti Mungu amefanyaje? Akukataa. Wala akukataa. Alinulify. Alizofisha. Wala shetani akuambia hapana. Eti Mungu amefanyaje? Amesema msile matunda ya nini? Umeona alivyoanzia? Kazi ya mle. Then anawaambia sio hivyo Bwana. Ni kweli amesema, lakini unajua kwa nini amewambia hivyo? Amewambia kwa sababu anajua siku mkila mtakuwa kama nani. Wakati hata alipowaumba, aliwaumba kwa mfano wake na sura. Ilikuwa rahisi tu. Anawambia kile wala hakuongeza chake. Na kwa sababu aliongea kitu ambacho na wao wanajua sio kigeni, ni kweli Mungu alisema. Amesema siku mkila mtakuwa kama yeye. Na wanajua Mungu alituumba kwa mfano wake na sura yake. Unasikia? Ndio maana ilikuwa rahisi kuwakamata. Alipowakamata wakaenda kinyume na neno, walisalimika. Ndicho shetani anachofanya hata leo. Ndicho shetani anachofanya hata leo. Mungu ameshafanya mengi sana kwenye maisha yenu nyinyi watakatifu.
mengi na nilishakufundisha. Mungu hafanyi kitu kwenye maisha yako, alishafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tatizo wewe unaangalia kwa nini? Unataka uone ndio useme amefanya. Ndio maana uone mpaka leo. 13 Waebrania 13:2 pale anasema wazi, vyote vilivyofanyika alivifanya kwa visivyoonekana. Ndio tabia, shida ya Mungu ndio hiyo. Unavyoviona huwa anavifanya kwa namna isiyoonekana. Ndio maana wa imani tunasemaga amina hata kabla hatujafanyaje, hatujaona. Tunasema tumebarikiwa hata kama tunatembea na nini, na miguu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasema tumebarikiwa hata kama mwenye nyumba ameweka vitu nje, hatuna kodi, hatumpi kicheko shetani katika jina la Yesu. Tunasema tumepona hata kama bado mifupa imekakamaa, hata kama bado, rafiki mpenzi, moyo umekwama kwenye mdomo. Tunasema sisi tumepona, sio tutapona katika jina la Yesu. Ayubu anashangilia ushindi na ukuu wa Bwana, sio baada ya kupona. Anashangilia ukuu na ushindi wa Bwana akiwa kwenye hali mbaya, hata pasipo ngozi hii, yani ameoza, ananuka pumu ya ngozi, lakini bado anasema mtetezi wangu yupo hai. Pokea hilo na katika jina la Yesu. Shetani anapambana kuvuruga mamlaka ya neno na kuleta vitu vingine kwenye imani yetu, na vitu hivyo vimechukua wengi, vimekokota wengi, na matokeo yake kumepatikana mlango mpana wa yeye kutupiga asubuhi na jioni na mchana. Naona kanisa la Rehobothi la watu waliobarikiwa sana katika jina la Yesu. Naona kanisa la Rehobothi la watu waliobarikiwa sana katika jina la Yesu. Watu walioinuliwa sana katika jina la Yesu. Na iko hivi kwa sababu ninamshukuru Mungu, ni watu ambao mmejifunza na mnajitahidi, mna shauku ya kulijua neno. Hiyo shauku isife kwenye maisha yenu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana jamani. Bwana asifiwe sana. Naomba mwambie mwenzio, tafadhali rafiki yangu. Mwambie tafadhali rafiki yangu, usilipuuze neno la Mungu. Usipuuze nguvu ya neno la Mungu. Usipuuze nguvu ya neno la Mungu. Chochote unakitaka kipo kwenye neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Si nitakwambia naona wanawake 5 wana uvimbe na uachie, lakini naomba nikwambie hapa ninapofundisha hili neno, utapokea neno lako na huo uvimbe utapasuka katika jina la Bwana. Na heshima yako itabaki pale pale. Amen. Amen. Sasa hivi kuna sarakasi nyingi. Angalieni kwenye TV huko na maruhusu, mtaona vituko. Yaani kuna watu wanasema ukiwa na stress wewe ingia kwenye channel za walokole, zitaisha. Mtacheka mpaka mwisho. Comedy zote ziko huko. Yaani wanakaa kabisa wanacheka. Wewe unakuta kabisa mama anasimama mbele ya kanisa, anaongea maneno unajua, hivi mama pale kuna watoto wake. Nilikuwa naumwa, nilikuwa na bleed, damu chafu inanuka, lakini mtumishi aliponigusa wewe mama una adabu wewe. Huna adabu wewe, tena huna adabu, na usije kusema madhabahu kwa jina la Yesu. Hivi una mme wewe, mme wake unamweka eti mzee Ojwando, hivi sikio utatokaje umndani? Tuongee ukweli, utatokaje umndani? Utarudi kwenye kanisa Jumapili? Eti huyu ndo mume yule mama ambaye yuko hivi na hivi. Hivi watoto wako mama Ojwando watakuangaliaje? Tena una watoto wa kiume. Bwana asifiwe sana. Eti nilikuwa hivi. Sasa nyewe mnaona ni vituko tu, ni comedies, ujinga. Mungu hafanyi kazi kipumbavu namna hiyo. Yatafakarini hayo, ukiwemo wema wa uzuri wa star. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaoperate kwa namna laini nzuri ambayo inaeleweka, na Yesu anaitwa mjumbe wa habari njema. Mchungaji atengagi watu. Hii kanisa wewe, acha ufarisayo wako hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi kweli mimi nipoteze muda? Njoo hapa. Haya, kuja hapa. Bwana asifiwe. Amina. Semeni amina basi. Bwana asifiwe. Haya wazee simameni. Unajua kimenuka. Na wazee wamepale tayari kuna kitu pale. Haya, shika mic. Sema mwenyewe ulichofanya. Yeye atuhadisie jinsi alivyoenda Bakurutu akachukua mchepuko, atuhadisie vile alivyoenda wapi? Guest mbele ya mkanisa. Hivi inaingia akilini?
Hivi naomba niombeeni, Yesu alifanya upuuzi wa namna hii? Wanamletea mwanamke amefanyaje? Sio uongo, amefanyaje? Amezini, sio uongo. Yesu huyu hapa. Uliona alichokifanya Yesu? Kwanza hata kumtazama alishindwa. Aliangalia wapi? Chini. Ni mbaya, haipendezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Amina. Leo ni mzinzi, lakini kesho ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana jamani. Amina watakatifu jamani. Amina. Aliangalia chini na kesi ikaisha. Ona Yesu alichomgeukia yule mtu. Alimwambia nieleze ulichofanya. Alimwambia hivyo. Alimwambia tu umesamehewa dhambi. Usitende tena nini? Dhambi. Kwani kumwambia mtu mzima hivyo haelewi? Haelewi. Kanisa limeenda mbali sana na Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina watakatifu. Sasa usijifichie umo. Usijifichie wapi? Umo. Kumbuka Matendo 5 sawa sawa watakatifu. Anania na nani? Anania na nani? Anania na nani? Ni special case. Anania na nani? Sio kukutangaza utasimama hapa na utaangukia hapa na ufe. Tutabeba tukazike kwa jina la Yesu. Jilinde. Amina. Amina jamani watoto wazuri wa Yesu Kristo. Mamlaka ya neno. Nasema hivi kanisa la Rehoboth, tuliheshimu neno la Mungu tutakuwa salama kwa jina la Bwana. Mbona usemi amina? Nasema neno naliheshimiwe. Neno naliheshimiwe jamani. Naomba niwaambie tutakuwa salama sana tunapolisikia neno. Unapolisikia neno, I'm telling you, neno lina mamlaka, neno lina uwezo wa kufanya mambo ambayo macho yako hayajapata kuona wala masikio yako hayajapata kufanyaje? Kusikia. Ndio maana jichunguze. Unaweza kufanya vitu vingi na unafanyaga, lakini muda wa kukaa ukaweka simu yako unasikia neno la Mungu ni ngumu sana kuupata kwenye maisha. Muda wa kukaa ukafungua Biblia unaisoma, hivi Biblia unaisoma ni ngumu sana. Unaona ni kama vile unayajua. Unaona ni kama vile umeyazoea. Hata hapa nikiweka andiko tusome, mwingine hata alisomi kwa sababu anasema anafanyaje? Analijua. Mimi hapana, lisome katika jina la Yesu. Don't underestimate the authoritative of the word of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi tuko pamoja katika jina la Yesu? Mambo matatu ya msingi katika neno. Why ninakwambia hivi? Mambo matatu. Jambo la kwanza, rudi kule sasa kwenye Yohana 1. Asante sana. Hey, good. Umefanya vizuri sana. Vyote vilifanyika kwa huyo neno. Wala pasipo yeye hakikufanyika kitu chochote. Na hapo sasa kabla ya mstari wa 5, naomba wote muangalie hapa juu. Anasema vyote vilifanyika kwa nani? Paza sauti ya Kipentekoste. Vyote vilifanyika kwa nani? Vyote vilifanyika kwa nani? Hapa najua tunaelewana. Wote tulisoma mpaka darasa la 3 la 4, na tena darasa la 5 tulisoma juu ya party of speech au visemi. Nini? Sijui visemi wanaita visemi. Huyo it means neno ni nafsi hai. Tuko pamoja sasa eh? Kwa huyo sio, yani unapoliona neno ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watakatifu. Haleluya watakatifu. Haleluya watakatifu. Sasa unachagua kuwa na Mungu mwenyewe au kuwa na unabii wa mchungaji Kubena? Halo? Unachagua kutembea na unabii wa Kubena au unachagua kuwa na Mungu mwenyewe? Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina jamani. Amina jamani. Sasa vyote vilifanyika kwa hiyo. Twende pamoja. Mstari wa 5. Twende wa 5 pale. Wenda wa 5. Anasema hivi. Mstari wa 5 anasema hivi. Hiyo Yohana hiyo 1. Mstari wake wa 5. Mstari wa 5 anasema hivi. Twende vizuri. 1 2 kanisa twende. Nayo nuru yang'aa wapi? Wala giza alikufanyaje? Twende tena mbele yake hapo. Twende mbele yake. Alikuiweza. Au utaangalia kwenye Biblia yako. Nachotaka kusema hapa ni hiki. Nachotaka kukuambia hapa ni hiki. Neno lina mambo ya msingi kadhaa. Jambo la kwanza tunaliona hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema nayo nuru, ambalo ndio nini? Impact ya kwanza. Matokeo ya kwanza. Kazi ya kwanza ya neno ni kutoa nini? Mwanga.
Si tumeona kwenye Mwanzo pale, Mungu akasema kwa mara ya kwanza. Mungu akasema kwa mara ya ngapi? Ya kwanza. Iwe nini? Kabla ya milima, kabla hata ya wewe kuumbwa. Hitaji la kwanza la mwanadamu na la msingi kwa ajili ya ustawi, sio mwanadamu, wa vitu vyote unavyoviona, ni mwanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini? Ni mwanga. Na ndio maana neno, kazi ya kwanza ya neno Mungu baada ya umilele, creations, alitoa nini? Mwanga. Akasema iwe nini? Nuru. Then giza likafanyaje? Likaondoka. Nitachambua huko mbeleni siku nyingine kwa nini alianzia hapo. Sasa hapa Yohana anaongelea kile cha kule Mwanzo 1:3, kwamba hiyo nuru inang'aa wapi? Huo mwanga unang'aa wapi? Na wala nini? Giza ambalo lilitangulia kuwepo halikuishinda. Giza linaongelea nini? Giza maana mbili. Giza kimwili linaloonekana usiku, lakini giza kiroho, sawa sawa takatifu. Giza kiroho linabeba agency zote za shetani. Magonjwa ni kazi ya giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa andiko hili maana yake nayo nuru yang'aa wapi jamani? Katika dini. Magonjwa na wala magonjwa hayakufanyaje? Hayakuiweza. Umaskini ni zao la giza, nayo nuru yang'aa katika umaskini, sawa sawa, na wala umaskini haukufanyaje? Haukuiweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni tendency ya giza, adui Ibilisi, kushindana na kila chema ambacho Mungu amekikusudia juu ya maisha yako, na hautakishinda. Giza hakuna namna ya kudhibiti ulimwengu wa giza. Hakuna namna ya kushindana na ulimwengu wa giza nje ya neno la Mungu, katika jina la Bwana. Mwanzo anatamka wazi, kilichoweza kuishinda giza sio malaika, sawa mzee, sio Mikaeli, mpo watakatifu, sio kina Gabrieli, sawa sawa mzee wangu, hawakuweza. Bado Mikaeli alikuwepo na giza lilikuwepo. Bado Gabrieli alikuwepo na giza lilikuwepo. Bado malaika walikuwepo na giza lilikuwepo. Lakini aliposema iwe nuru, aisee, dunia ilipata mbadiliko wa ghafla. Maandiko yanasema giza likaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba niwaambie, ni neno la Mungu lina nguvu katika jina la Yesu. Neno la Mungu lina siri kubwa kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Jifunze kupata wakati wa kujifunza neno kama neno. I know kwa nini inakuwa ngumu, kwa sababu ya haya mafundisho, haya matakataka tuliyokula huko, tunayokunywa huko. Leo hii hata ukisoma neno huwa hauwezi kukaa muda mrefu, maana unasoma yanakujia matafsiri ya kishetani au mapicha ya ovyo. Sema mapicha. Sema mapicha. Yaani unasoma yanakuja mapicha, halafu unaona kama vile haviendani, kama vile havifanyaje, haviendani. Unasoma pale 5:2, na Yesu akafika kwenye ile birika la Bethesda, akamkuta mwanamke ameugua kwa muda mrefu. Yesu akamwambia, inuka, jituka godoro lako na uende. Halafu wakati unasoma hapo, wewe unajikuta unaka kichomi kalikogoma kutoka miaka 10. Sawa sawa. Unaona kabisa hizi ni hadithi za kufikirika hizi. Hasa hapa kapona, mbona mimi bado ndakichomi? Na Biblia unafunga hapo, si ndio inakuaga hivyo? Anasema nanyi mtakuwa juu tu, nanyi wala mtakuwa nini jamani? Mikia. Alafu mtoto wako kakuletea ripoti kwa pembeni, kawa 56 kati ya watoto 55. Yaani hata wa mwisho kampita. Mnanipata hiyo? Kawa 56 kati ya watoto 50 ngapi? Yaani wanasema hii shule na watoto 55, ila huyu wa kwako, yaani wa mwisho ana 0 tunamjua, ila huyu hata mwenye 0 ana afadhali. Hatuwezi kumweka kundi moja na yule mwenye 0, maana mwenye 0 tunamjua, iko siku tukifundisha atapata 10, ila huyu wako hata tufundishe hamna kitu.
Alafu ndio maandiko yanasema, unasoma eti nanyi mtakuwa vichwa. Hii inafanya confusion. Kweli sio kweli? Utashangaa unafunga na Biblia unafanyaje? Mimi naomba nikwambie, achana nayo mapicha picha katika jina la Yesu. Bado Mungu atabakia kuwa ni wa kweli, ni wa kweli, ni wa kweli, ni wa kweli, ni wa kweli. Roho yake ilitulia juu ya maji wakati dunia ilikuwa ukiwa tena na nini? Na utupu, na bado alikuwepo. Amina. Amina. Changamoto, mambo kuwa mabaya, mambo kutokueleweka, sio ishara ya kushindwa kwa mamlaka ya Mungu. Ni just mapito. Labda ndo tupo kwenye mikono ya mfinyanzi katika jina la Bwana. Amina. Amina. Amina jamani. Naambiaga watoto wangu nyumbani wakati vitu havieleweki, naambia kama kuna kosa ujutia, ulizaliwa na mimi. Naambiaga hivyo, ulizaliwa na nani? Nawaambiaga neno gumu. Nawaambiaga mwanangu, mpira ni dakika ngapi? 90. Hii mechi haiahirishwi. Yani tumepatana, Bwana asifiwe sana, kwamba tunafanya jambo hili sawa sawa. Hakuna kitakachotokea katikati eti tuseme tumeshindwa au tunaacha. Nani amenielewa? Ni mpaka dakika ngapi zitimie jamani? 90. Tutaanguka pa, tutainuka tena. Tutaenda mbele pa, tutainuka tena. Tutaanguka pi, tutainuka tena. Tutaanguka pwa, tutainuka tena. Maandiko yanasema mwenye haki anaanguka mara ngapi? Mara 7, lakini huinuka tena katika jina la Yesu. Kwa hiyo hiyo mianguko isikufanye utoke, udharau, upuuze mamlaka ya neno la Mungu katika jina la Bwana. Nani tuko pamoja kwa jina la Yesu? Kazi ya kwanza ya neno nimekwambia ni to illuminate, illumination, to make things clear. Bwana Yesu asifiwe sana. Nayo nuru yang'aa wapi jamani? Gizani, wala giza halikufanyaje? Halikuishinda. Hayo magonjwa yamekalia kiti gani kwenye familia yenu? Nani ameapa hicho kiti? Eti nani ameapa? Giza alikufanya nini? Alikushinda. Nuru kwa jina la Yesu. Magonjwa yamefanya nini? Hayakushinda neno la Mungu katika jina la Yesu. Mikosi imefanya nini? Hakuishinda. Shida ni mapicha picha. Mwambie mwenzio shida mapicha picha. Mbona umwambii? Huku nyuma mnakaa watu wa aina gani nyinyi? Mwambie mwenzio achana na mapicha picha hayo. Achana nayo mapicha picha ya kushindwa hayo. Achana nayo kwa jina la Yesu. Nataka mchungaji angejua. Nijue nini? Nijue nini? Unataka nijue? Niambie nini nisichokijua? Tena nyinyi washirika wangu, nyinyi ninavyowafahamu, nyinyi ninavyowajua nyinyi, hata mapito hamyajui. Maana mapito yenu mengi nahisi ni yale yanaishiaga kwangu tu, maana sijalala. Kwani si imeandikwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Nitapiga nani? Ninapiga nani? Hata shetani ujue anapofanya kazi. Eti una mapito. Wewe una mapito, mbona mimi niko hivi? Yalikufikia wapi? Mimi nilikuwa wapi mpaka yakupate wewe? Slide ifike kwako inaanzia kwa nani? Kwa nani? Kwani aliyesema ni mimi au huyu aliyeumba shetani? Yaani Mungu mwenyewe anasema hana uwezo wa adui wa kukupiga wewe. Ili akupige anapitia kwa nani? Kwa mchungaji. Huwezi kuitikisa serikali ya Tanzania kama Mama Samia yupo. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Ndio maana rais akifa ndani ya masaa 90 lazima patikane rais mwingine haraka. Pasipokuwa na rais nchi haitawaliki. Maaskari mnaelewa? Nchi isipokuwa na rais inapinduka sekunde yote. Hakuna kitu kinaendelea katika nchi haina rais. Nyie watu wa banki mnaelewa? Nchi hamna rais, mnatikisika. Sekunde moja banki zinaweza kuwa clear zote, hakuna kitu kinaendelea. Hasa Wakristo hata wajui. Eti shetani wewe una vita gani? Ukitaka kujua una vita, muangalie mchungaji wako basi. Ndio unajua nina vita au ni ujinga tu. Haya, ukiniangalia mimi una vita. Ukiniangalia mimi una vita wewe. Mimi ndio mchungaji wako, wewe una vita wewe. Unaitoa wapi? Mapicha picha. Sema mapicha picha tu. Eti na vita. Alafu wewe una vita wewe. Mapicha picha hayo. Rudi kwenye mamlaka ya neno.
Rudi kwenye kulielewa neno la Mungu, utakuwa salama katika jina la Yesu. Nayo nuru yang'aa wapi? Gizani, wala giza halikuishinda. Full stop, inatosha. Inafanyaje? Mtoto amekufa, mama anajua. Nuru inang'aa wapi jamani? Gizani, wala giza halijawahi kuishinda nini? Nuru. Huyu mtoto sikumpata kwa mganga, huyu mtoto niliombewa nikampata madhabahuni, eti leo eti kichwa. Alafu amefanyaje? Ujinga uwezekani kwenye nyumba hii. Mauti haitang'aa kwenye hili boma katika jina la nani? La giza. Mama anatoka, mauti haiwezi kung'aa hapa. Amina watakatifu. Hapa nuru ipo. Nuru imetawala vyumbani, sebuleni, paka chooni, kwa jina la nani jamani? La Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Paka chooni, maana mnaangukaga chooni siku hizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watakatifu. Haleluya watakatifu. Anaambiwa na mume wake, mtoto wa jambo. Anamwambia mume wake mtoto afanye nini? Ajambo. Mchungaji anamwambia mtoto wa jambo. Anamwambia mchungaji, mtoto wangu jambo. Wakati ukweli kiuhalisia kimwili mtoto amefanyaje? Amekufa. Nimekwambia giza mara mbili, kiroho na kimwili. Kimwili mtoto amekufa, lakini kiroho amekataa mtoto wangu ajafa. Wangapi wamefika mahali hapo kwa jina la Yesu? Wangapi wamenielewa hapo katika jina la Bwana? Hakikisha nuru inatawala, na nuru ni neno. Nuru ni nini? Acha mapicha picha. Siku hizo Kristo kuna uhuni unaendelea, mitandao inayo Mungu tunaipenda, lakini na vituko. Yaani kuna watu wamekaa, wajumbe wa kishetani kabisa, kwa wazao kuandika viatiko, wanavirusha. Wewe unaichukua tu article fulani, unatembea na kamstari fulani, unatembea na kaandiko ujumbe fulani, ujui hata roho ya nyuma ya hicho ujumbe ni ipi. Unaacha kufanya mambo ya msingi. Acha mimi nakufundisha leo. Mwana asifiwe sana. Unadhani mimi mchungaji wako ulimjinga kila siku na napenda kuanzia siku yangu kwenye nyumba ya Mungu? Unadhani mimi hivi ukiniangalia mimi ni mjinga? Unadhani mimi ni mjinga ambaye siamini chochote kinachoweza kufanya kwenye siku kama sijaanzia kwenye nyumba ya Mungu, kama sijaitolea siku dhabihu? Mimi kila siku ya maisha yangu naitolea dhabihu asubuhi. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema Ayubu huamka asubuhi na mapema kila siku, na tumekupa lipa namba ya kanisa. Kila asubuhi ili niwe salama. Kuna siku napigwa kitu, alafu nikitulekana nini hichi, na picha inanijia kabisa, leo ni madhabahu gani inayosema juu yako leo? Nagundua leo niliamka asubuhi mshipa ukavuta hapa. Nikasema watoto wangu nendeni ku morning glory, niacheni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mjadala kwenye hilo. Unasema mimi ni mjinga? Nuru ya ng'aa wapi? Gizani, wala giza halikuishinda. Hiyo msamiati haipo. Kristo sio matakataka ya mlokole mpaka unaueleweki. Yaani unakutana na mlokole je mpaka unampisha. Yaani ueleweki, umepinda, umepindika. Ukianza kuongea unaongea maneno mazito mazuri. Yaani unamkuta mtu anaongea, lakini ukiangalia maisha yake, hivi huyu anayeongea na huyu nayemuona ni huyo. Mimi naomba kwa jina la Yesu. Naomba tena katika jina la Yesu. Bwana Yesu akubrandi mwenyewe katika jina la Yesu. Umfananie, na mchakato ni neno. Lisome kama lilivyo. Amen. Tena mimi nakufundishaga hatua ya kwanza kwa nyie ilivyo yenu. Usitaki hata kulielewa neno. Mnanisikia? Hebu shika Biblia yako. Shika Biblia yako au simu. Kama ni simu shika. Fungua 1 2 3, fungua mara. Usipange, wewe fungua tu. Tayari umefungua. Nani ameshafungua? Fungua tu. Haya, soma. Soma popote. Popote soma tu. Mungu wa haki yangu, uniitikie niitapo. Unasikia? Ndio namaanisha. Wewe soma tu, maana anayeongea hapo ni Mungu mwenyewe. Hakuna alichokitamka ambacho hakina msaada kwenye maisha yako. Nani ananielewa kwa jina la Yesu? Achana na mapicha. Yatakupotezea muda. Yatakupotezea nini? Muda. Usije ukawa miongoni mwa kusanyiko la watu wengi, kwa miongoni mwa kusanyiko la waamini katika jina la Yesu. Sema amina kama umenielewa. Kazi ya kwanza ni to illuminate, to make things clear. Hatubahatishi watu wa neno. Amen. Naomba usikivu mkubwa na dakika 20. Dakika 20 kwanza, dakika 18 nitoke hapa. Nilianza na dakika 20, 18 nimetoka hapa. Lakini namba 2, neno
Neno kama neno. Tunasema kwanza ni mwanga. Sawa sawa lina illuminate. Lakini neno ni, sijui nitumie neno lugha gani. Lugha inayotumika kwenye theolojia tunasema kwa Kiswahili, eti kwa Kisukuma inasema information. Ni information. Okay. Ni kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Moja, nimekuambia lina illuminate, linaangaza. Lakini B, neno huwa linakufanya unakuwa informed. Bwana Yesu asifiwe sana. Eti kuwa informed maana yake ni kwa Kiswahili kizuri. Kuwa informed. Umewahi kumwona mtu smart? Mtu smart kwenye jambo fulani. Okay. Wangapi wanamjua Tundu Lissu? Tundu Lissu yule yuko informed kwenye law. Well informed. Yaani ana uelewa wa kutosha. Sawa 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 sawa. Tunaelewana? Yesu yuko informed kwa habari ya Mungu. Sawa sawa jamani. Yaani hana mbambamba, hapepesi. Sawa 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 sawa. Yaani hakuna namna ya kumtoa kwenye line. Sawa sawa takatifu wa Bwana. Tuko pamoja kwa jina la Yesu. Tuko pamoja kwa jina la Yesu. Tuko pamoja kwa jina la Yesu. Tuko pamoja jamani kwa jina la Yesu. Inakuwa hivyo. Na maandiko yanasemaje? Nanyi mtaijua nini? Kweli, ambayo ni nini? Neno. Na ukiwa informed through the word of God, maandiko yanasema nanyi mtaijua, hiyo kweli itawaweka nini? Huru, sio kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kweli usioijua yoyote kiroho, utabaki kuwa mtumwa kwenye eneo hilo mpaka siku uijue. Uijui kweli juu ya uchumi kibiblia, utapambana mchana na usiku na utabaki hapo hapo. Unataka kutoka kiuchumi, you have to know the truth concerning economy. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblical economy. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wangapi tuko pamoja kwa jina la Yesu? Kweli usioijua kuhusu afya, utapambana na afya na magonjwa hayataondoka kwenye boma lako na mlango wako. Lakini ukijua kweli juu ya magonjwa, rafiki yangu mpenzi, yataishia hapo mlangoni. Mfano ni mwanamke Mshunami, alijua kweli juu ya uzima, mauti iliingia ikatoka kwa dirisha. Na kuombea hilo likupate kwa jina la Yesu. Na kuombea hilo likupate kwa jina la Yesu. Unaijua kweli juu ya elimu, watoto wetu kufeli hakutaonekana. Hata matokeo yakija ndivyo sivyo, sio kwamba tumefeli, hiyo ni mitihani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaanguka leo hapa, tutaibukia mbele kesho katika jina la Yesu. Amen. Namba 3, kweli neno anatuongoza. Hapa ni parefu, nitachimba sana na dakika 5, nitachimba siku nyingine. Kweli anatuongoza. Nisikilizeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno ndiyo kiongozi aliye bora kuliko kiongozi yote kwenye maisha tunayoishi. Kazi ya neno kutuongoza. Hapa nitafundisha leo na wiki ijayo. Nikupe kitu kidogo sana. Katika kila eneo la maisha. Mungu ni neno. Watakatifu tuko pamoja. Kama neno Mungu anatoa muongozo. Nimekupa mambo 3. First, neno lina illuminate, make things clear. Linakufanya unakuwa vizuri. Linaondoa giza na matakataka na mapicha yote. Lisome na kuomba kwa jina la Yesu. Second, neno linakufanya unakuwa informed. Bwana Yesu asifiwe sana. Nanyi mtaijua kweli, na linakuweka huru. Bwana asifiwe sana. Lakini namba 3, neno linafanya directive, linakuongoza. Wangapi wanapenda kuongozwa na neno katika jina la Yesu? Sasa hapa ndo patamu. Naomba nikupe tu inti, then wiki ijayo tutaendelea hapo. Bwana asifiwe rafiki zangu. Katika niwekea Wakorintho wa kwanza 10:13. Wakorintho wa kwanza 10:13. Una wakati tunapita kwenye vipindi vya majaribu. Ngoja sasa hapa ndo mnapataka hapa. Najua ndo saizi yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watakatifu. Unajua sisi watu weusi tuna mambo magumu sana. Nirudi kwenye ile point namba 2. Sema point namba 2. Neno linakufanya unakuwa nini? Informed. Sawa sawa Linafunguaga akili kwa namna ya ajabu. Unatoka kwa mtu unayewaza vitu vidogo vidogo, unaanza kuwaza vitu vikubwa. Mama Ebeneza huko. Mama Ebeneza. Upo mama Mtasha? Eti mama Mtasha. Mdogo wake wa Mtasha. Upo?
Neno linakutoa, linakutransform kwenye aina ya mawazo ulionayo. Yaani from nowhere unakuwa mtu mwingine. Unashangaa unawaza vitu vingine hapo, hivi ni huyu ameongea? Hivi ni huyu amefanya hivi? Linafanya hivyo kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanamkumbuka Esther? Wangapi wanamkumbuka Esther? Esther, sema kama unamkumbuka Esther wa Biblia. Esther alikuwa mtumwa, kweli sio kweli? Kweli sio kweli? Na akawa anaishi kwa mfalme, kweli sio kweli? Na kifo kilishaamuliwa kwenye maisha yake, kweli sio kweli? Alipopata neno akawa transformed. Unakumbuka alisemaje? Nitaingia kwa mfalme kama ni kufa na kama ni kuishi niishi. Ingieni kwenye maombi. Hii ni sheria imepita. Bwana asifiwe sana. Na hakuna namna ya kubadilisha. Lakini ona huyu mtumwa akawa transformed, akawa mtu mwingine kabisa. Hakuna mtu alitegemea. Hata mfalme hakuamini mke wake anaweza kufanya jambo lile. Unafanya mambo ambayo hata watoto wako wanashangaa. Hivi ni mama yetu huyu? Neno. Niliongea sisi na wazee nikasema hii kitu iko siku nitaifundisha kwa kina kwa sisi wa Afrika. Bwana asifiwe sana. Na wanasikia huko kwenye media. Niliongea sisi na wazee nikasema hivi, hem niangalie, mnaniona vizuri wote? Nchi za ulimwengu wa kwanza, sawa sawa, hawalali. Hawafanyi nini? Hawalali wanaposikia Iran anatengeneza bomu la nini? Bomu la nini? Mnaniona ninachokiongea? Mnaniona ninachokiongea vinyi? Hawalali kabisa mpaka watoto na wanafunga wanaomba kwenye makanisa yao. Ingilia kati. Wanaposikia uranium imegunduliwa nchi ambayo inaathiriwa na nchi za Kiarabu. Mnasikia vizuri? Yaani ndio vitu vinawanyima usingizi. Wa Marekani hawalali, wa Israeli hawalali mzee. Wanaposikia Iran anataka kuzindua nini? Bomu fulani, kweli sio kweli? Yaani Iran tu ana bomu fulani, hawalali. Mpaka vitoto vinasema Mungu tusaidie. Iran ametengeneza nini? Bomu. Mwafrika? Hivi nyie kuna mtu hapa hata ana wasiwasi kwamba Iran ina nuclear? Kwanza hata mnanielewa ninachoongea hapa? Mnaona vile tufanani? Unaona vile tuko mbali na hii dunia nyie? Tuna shida nyie. Tuna shida nyie. Haya mazungu sio mawatu haya. Ndio maana Magufuli alikuwa anamkera. Kuna vitu vimeletwa Afrika huku, vimevuruga hivi vichwa. Ndio maana mchungaji wako unaona niko hivi fanani na watu wengi. Mimi sioni mambo kama mnavyoyaona nyie. Naomba na mimi tuwe nawe kwa jina la Yesu. Uwe transformed. Ona vile nimekupa tu mfano. Wenzio duniani leo hawalali, kuna mtu anatengeneza nuclear. Lakini jiulize, umewahi kukosa usingizi kwamba Iran ina nuclear? Tena wakute kwenye vijue vya kawa wa Tanzania wanachoongea. Mmesikia hiyo? Iran kamkomesha Marekani bwana. Yaani unamtetea mtu ambaye unasikia kabisa anataka kutengeneza bomu la nini? Hivi unaijua nuclear wewe? Unaijua nuclear wewe? Particle ya nuclear ambayo wewe huwezi kuiona, nuclear atom. Nuclear nini? Nuclear nini? Ikifanywa ile wanaita fusion, sawa sawa jamani, sawa sawa. Particles hiyo na atoms ina uwezo wa kulipuka, kuinua meli yenye tani 3,000 juu ya ardhi, kilomita karibu 50 na kiparticle. Unaambiwa kimegundulika Tanzania, sawa sawa. Nchi mataifa au kimegundulika Somalia, nchi ambayo unaweza ukampa kiongozi 10,000, sawa sawa, akakupa hata tani ya hiyo madude ukaangamia. Lakini nilikuwa naongea na nikamwambia, shangaa sasa sisi Waafrika utakuta wanavurugiki wa akili na walali wanaposikia mganga kaanguka na ungo Ibiza Mata. Yaani hivyo ndio vinawashtua. Vitu vya kijinga kabisa. Mwafrika anakosa usingizi akikuta bundi kafia wapi jamani? Toka kwa jina Yesu. Na maombi ya siku 3 anaanza hapo. Hivi wewe unateshwa na bundi kufia mlangoni? Wakati kuna watu wametengeneza nuclear huko, huna hata habari. Huna hata habari. Kuna mtu amejenga bomu, amezindua bomu la masafa marefu linapiga kilomita 5,000. Mnanisikia nyie? Utishwi nayo. Ukosi raha usingizi unaposikia mwehu. Sema mwehu. Sema mwehu. Mwehu ametawala taifa fulani kubwa. Niangalieni kwa macho. Rais wa nchi kama Urusi,
Urusi, Marekani, Israeli yenyewe hii, even Pakistan. Mnanisikia ninachokiongea hapa nyie? Mnanisikia nyie? Mnanisikia? Ni hatari kuliko mashetani yote ya Afrika. Ana uwezo wa kuamka. Mnanisikia? Mnanisikia? Nyie mnatishwa tu eti na mtu eti umeamka asubuhi kuta kibibi hakieleweki kimekaa mlangoni kwako hakina nguo halafu kina ungo. Unapiga na picha mchawi kaangukia mlangoni kwangu, unakosa eti usingizi. Rais wa nchi kama Urusi, rais wa nchi yote duniani, sawa 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 nyie Watanzania wale bosi, na kufundisha raha neno ndio hii sasa. Ufunguke ile uwe transformed kwa jina la Bwana. Amina. Ndio mtu mwenye mamlaka, mwenye nini? Na funguo na nini nimesema? Funguo zenye chumba za mlango wa chumba ambacho switch, sema switch au button ya nuclear bomb la taifa hilo ile inapokaa haikai kwa mtu mwingine. Kwa akiweuka asubuhi akasema leo hii dunia imenichosha, kama unavyochoshaga wewe, yani hivyo unavyokuaga wewe, shangaa sasa na una Roho Mtakatifu. Lakini jiulize, pamoja na hao viongozi tunaona sijui wa duniani hii, sijui wako hivi, pamoja na matatizo walio nayo, umewahi kusikia wamefanya hilo kosa? Yaani hata akasirishwe vipi, hutasikia amesema leo naenda kupiga nuclear leo, si ninayo. Unatishwa, unafanyaje? Unatishwa eti umekuta eti mfanye mtu kafungua duka pembeni ya duka lako na wateja wanaenda kwenye duka lake. Mchungaji, vita vimeinuka, amenifungulia duka pale, mimi nauza mafuta 5,000, yeye anauza 2,000. Wewe unauza 5,000, anauza 2,000. Wateja, wewe hutishwi na mikataba mibaya ya biashara iliyosainiwa baina ya India, Bwana Yesu asifiwe sana, na China, ambayo itaathiri bei za kila kitu duniani. Wangapi wanafahamu Ukraine? Sema Ukraine. Sema Ukraine. Ilikuwa inapigana vita na nchi gani? Na Russia. Mnakumbuka? Russia anapigana na Ukraine. Mafuta yalipanda bei. Aliyeathirika ni nani? Tanzania. Mafuta yalipanda bei. Mpaka unga ulipanda bei. Unga ugali. Vita inapigana na wapi? Nani anaelewa ninachokiongea hapa? Kwamba kuna kitu, there is something wrong, there is a missing link kwenye hii. Neno tu ndo linaweza likakutoa kwenye ujinga huu. Unakosa usingizi eti mtu kapita na ungo juu ya bati, wakati kuna watu wanatengeneza manukli, wala huna wasiwasi, huna hata uwazi chochote. Yaani hata hapa ninapoongea kuna hisa manukli ndo vitu gani? Bibi Jeni upo mama yangu, hayo manukli unaelewa? Ndio hivyo tena. Sasa tuwe transformed. Neno tu ndio linaweza kukutoa huko. Utajikuta hata namna watoto wako unawashauri kusoma, utawashauri kusoma kimantiki. Bwana Yesu asifiwe sana. So unapeleka tu. Hata unapoomba utajua unaomba kimantiki, maombi ambayo yanamgusa Mungu. Wewe unahangaika na mchawi wakati watu wanapambana na kuna kichaa anatengeneza manuklia sasa hivi huko, na anajulikana anayetengeneza ili aje aamue aseme dunia yote kuanzia leo mnaabudu kitu fulani. Na ole wako nchi ikataa na watumia limoja, mtakataa. Nisikie Tanzania kuna kanisa limefunguliwa. Nikisikia natuma kimoja huko, mtafungua kanisa nyie. Siri kiongozi anasema funga makanisa yote dakika moja. Anasema nisione kanisa fulani ameniambia hivyo. Kwani alipoingia Trump madarakani mnasahau kilichotupata? Mashirika mangapi yamefungwa? Watu wangapi wamepoteza ajira? Waulize watu wa ARV. Tunapataje dawa sasa hivi? Muona mziki wa kupata ARV sasa hivi ulivyokuwa mgumu. Na bado ulizeni watoto wadogo matibabu ya bure yale. Tukiwa transformed tunaweza tukadhibiti hayo yote katika jina la Yesu. Amina rafiki zangu wazuri. Amina rafiki zangu wazuri. Amina rafiki zangu wazuri. Sasa hicho nilichokuwa nimechomeka hayo jamani, ndo namaliza kwenye kwamba neno linatoa mwongozo. Umeshanekea ile andiko niloliomba?
Yes, asante sana. Wakorintho wa kwanza 10:13. Neno tu ndio linaloweza au ndilo ambalo linatoa mwongozo sahihi. Mwongozo sahihi katika vipindi vyote vya majaribu. Sema amina kwa jina la Yesu. Hapa ndio mnapajua na mnapapenda. Nisikilizeni kwa jina la Yesu, kanisa la Bwana. Sikieni hili neno, ni la ajabu sana. Moja mbili wa Pentekoste. Jaribu alikuwapata. Sema mimi hapa, sio ninyi. Sema alikunipata mimi. Moja mbili twende. Jaribu halikunipata isipokuwa lililo la kawaida ya wanadamu. Zingatia moja. Isipokuwa lililo la kawaida ya wanadamu. Nimekwambia kazi yani to direct, kukuongoza. Bwana asifiwe sana. Kwenye kila kipindi. Leo watu wanapopita kwenye majaribu. Wangapi tumepita kwenye majaribu? Mimi napita kwa majaribu. Amen. Amina. 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 Ghafla wanafanana na wana wa Israeli. Wanapita kwenye jaribu. Cha kwanza kuona waliona makaburi. Waliona nini? Musa, umetuleta huku ili tufie wapi? Jangwani. Mama, jaribu lolote unalolipitia asikudanganye shetani. Nasema tena kwa jina la Yesu, eti kwamba litakumaliza kwa jina la Yesu. Eti moyo unataka umevuja, una mishipa mitatu na mingine inamwagia damu tumboni, ndio maana ukienda uani unaona damu. Naomba lisikutishe katika jina la Yesu. Anasema jaribu lolote unalolipata, ndio directive ya neno hiyo. Sasa ni la nini? Ni la nini Regina? Ni la kawaida. Mwangalie jirani yako, mwambie we acha ushamba. Mwambie hiyo ni kawaida tu kwa jina la Yesu. Mbona mwambiani wewe unamuogopa huyo? Mwambie ni kawaida hiyo, usiogope kwa jina la Yesu. Jaribu lolote linalowapata ninyi isipokuwa, jaribu alitawapata ninyi isipokuwa na kawaida. Mungu amethibitisha. Nakupa maongozi, raya kuongozwa na neno. Mungu anakataa. Unasikia kisina? Bwana mheshimiwa, unanipata rafiki yangu? Anasema hakuna jaribu litakalitokea likupate. Sala ya baba yetu uliye wapi mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Inasemaje? Jamani, sikupataga hata komunio mwenzenu. Inasemaje hii sala? Sijui nilijifunziaga huku kwenye ulokole. Mapenzi yako yatimizwe, si ndio? Alafu hivi na nyie ni watu amkupitaga dini? Hamna kipa imara nyie? Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Alafu twende. Good, ufalme wako uje. Alafu mapenzi yako yatimizwe duniani kama wapi? Alafu anafanyaje? Utupe riziki ya kila siku, si ndio? Alafu ufanyaje? Kumbe utusamee makosa yetu. Au nimekosea? Alafu kama tunavyosamee wengine. Alafu hiyo ipo. Hiyo ndio nilikuwa naitafuta. Usitutie. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani hii sala sio mwanadamu alifundisha. Kati ya vitu Yesu anatamka mwenyewe, omba hichi kitu sana. Omba hichi kitu sana. Amina. Amina jamani. Omba hichi kitu sana. Amina. Na waliomba sana wasiingie kwenye majaribu. Roho Mtakatifu anatoa jibu mbele. Yesu ameshaondoka. Wakorintho, amina. Alitawapata. Sema alinipati kwa jina la Yesu. Sema alinipati kwa jina la Yesu. Sema aliwapati watoto wangu kwa jina la Yesu. Sema aliipati ofisi yangu kwa jina la Yesu. Halitakupata. Unaamini hiyo? Wangapi wanaamini hiyo kwa jina la Bwana? Wangapi tunasadiki hiyo kwa jina la Yesu? Wangapi tunasadiki hiyo kwa jina la Yesu? Let me tell you, mnapenda unabii, niwape unabii sasa. Kuna mtu mmoja alipita kwenye changamoto nzito sana. Akamwambia, Bwana, kwa nini inakuwa hivyo? Mungu akamwambia, tulia. Hakuna linalokupata bila sababu. Mara kaanguka, mchungaji kamtenga. Ile ametengwa na mimba imekamata. Akazaa mtoto kanisani. Hajakaa vizuri, kaanguka tena, mchungaji katenga. Hivi tena mimba ya pili, alikuwa na bahati mbaya ya mimba. Akazaa watoto 5, ametengwa paka kanisa limemchoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini yuko anang'ang'ana. Mchungaji ameng'ang'ana.
jaribu alijakupata mwanangu, madamu una nia kwenda mbinguni. Unajua nyie ndio mnaangalia vitu kishetani. Yesu angaliagi vitu hivyo. Sawa sawa, angalia vitu kama Yesu. Huyu dada bwana anafika amekata tamaa. Njoo twende sasa mwanangu. Amekata tamaa kabisa, kabinti ka watu. Yaani tukitangaza uchumba kanaangalia chini. Shangilieni, anaangalia chini. Bwana atawabariki. Baada ya huyo anakuja mwingine kanaangalia chini. Unajua kwa nini? Hivi mchungaji, mimi nani atanichumbia? Nina watoto wangapi? Wangapi? Alafu kanisa lote linafanyaje? Linajua watoto 5. Alafu hawa watoto licha wengi heri wangekuwa 5 basi. Maana ni 5, hata kila anayewaona huwa anajiuliza. Maana mmoja Mchina, mwingine mweusi, mwingine Mtaliano, mwingine si Mwarabu. Yani watoto kila mmoja na DNA yake. Kwa hata wakiwa hivi watoto, mama yao mmoja huyo hapa. Wacha Mungu. Jaribu alikuwapata. Bwana asifiwe sana. Mungu ni mkubwa bwana. Kumbe Mungu ameona mwisho wa huyu binti. Kaona mwisho wa nani? Huyu binti. Anakuja kutokea kijana kanisani. Mungu, unafahamu wale vijana wazuri aliyebarikiwa. Bwana asifiwe sana. Anasema, wewe mbona uoi mchungaji? Wakati wangu hujafika. Wakati hujafika. Wewe vipi? Wakati hujafika. Sasa wakati upi? Kumbe yule jamaa bwana katika kuomba Mungu alimfunuliaga utapata ndoa nzuri. Amen. 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 Na utapata mtoto huyu mmoja. Sawa sawa jamani. Amina. Na yeye anataka kuwa na watoto wangapi? Wengi. Sawa sawa takatifu. Bwana akamwambia, Mungu anagusa, anaangalia shauku zetu. Sawa sawa. Sawa sawa. Nitafanya njia pasipokuwa na njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipofika kanisani, ametulia. Akasikia habari ya ile unajua umbea ule. Umbea wa kanisani, watu wengine ni wambea tu, wanaongea kila kitu tu. Yaani hata hajaulizwa habari watoto wameshaongea. Huyo ndo wako wake na mwingine ni pale. Na mwingine yuko kule. Huyu dada ni nani? Huyu ndo dada fulani, yule mwenye wale watoto 5. Hujaulizwa hata watoto wangapi umeshasema. Ule umbea ukamfikia kaka. Watoto 5. 5. Mimi Bwana niliambia mtoto wangu ni ngapi? Alafu ninataka kuwa na watoto wangapi? Nionyesheni huyo dada. Akamuona huyu hapa. Mchungaji, huyu ndiye chaguo langu. Kwani umependa? Ana watoto wangapi? 5. Alafu tena uzuri wa watoto 5, kila mmoja ana baba yake. Kwa hiyo huyu ninaamini hawezi kuvutwa na hata angekuwa kamoja ni shida, maana angekuwa anaenda kwa baba yake huko. Kwa baba yake kudai ada. Akiumwa atampigia baba yake. Baba, mwanao anaumwa, hiyo tatizo. Sasa huyu ana 5, huyu hata yaani wameshamfuruga, hata apigi simu huyu. Atapigia wangapi? Kaamua kukaa na Yesu. Kwa hiyo huyu ndo namtaka. Watu wa Mungu, sherehe kubwa ilisherekewa na mlango uliotumika. Ni watoto wake wangapi jamani? 5. Jaribu alikupata isipokuwa la kawaida ya wanadamu. Chochote kinachotupitia, naomba nikwambie, sio cha ajabu. Mwongozo kuhusu majaribu, neno linatuongoza. Unakuta Mkristo amechanganyikiwa. Yaani mimi, why me God? Why me God? You know this church today. Hivi na hivi. Huyo mchungaji, yaani mtu amevurugwa, analitukana kanisa, anasema kanisa, anasema shemasi, anasema ushemasi, anasema watu wake, anasema akimaliza anasema wazee wote, akimaliza anasema mama mchungaji, akiona haitoshi anasema mpaka na mchungaji, akiona haitoshi anaama na kanisa. Na anakufia huko huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakufa. Usinichezee hapa. Bwana asifiwe sana. Tuko pamoja jamani? Halikuwa pata. Wangapi wanakubali katika jina la Yesu? Isipokuwa la kawaida ya wanadamu. Na tena sio tu la kawaida. Anasema sio hivyo tena. Mimi Mungu mwenyewe huwa nakufanyia nini watakatifu? Mlango wa kutokea. Hapa nikupe tahadhari. Wa Pentekoste, acheni kuyabaka maandiko. Amina Watu wengi waliookoka leo, majaribu yanayokuja wewe binti yangu hivi, naomba nikwambie, usiseme ni ya kawaida. Ni ya kawaida. Kama sio la kawaida Mungu ataliruzuia. Wangapi wanafurahia mwongozo huu kwa jina la Yesu? Yaani hakuna jaribu litanipata ambalo liko nje ya uwezo wangu, madam ninaishi. Usife moyo. Usivunjike moyo.
na kama itafika mahali nikatindikiwa imani, amesema atafanya mlango wa kufanyaje? Sasa walokole wengi wana tatizo, huwa wanafanya milango wenyewe. Usifanye mlango. Usifanye nini? Narudia, usifanye nini? Narudia, usifanye nini? Acha Mungu akufanyie mlango. Acha Mungu akufanyie nini? Mlango. Acha Mungu akufanyie nini jamani? Acha Mungu akufanyie mlango. Nisiwe na maneno mengi. Paka leo sijawahi kusahau, na mpaka nitakufa sitasahau. Njaa. Unajua njaa iliponipelekea kutafuta pesa, nikapataga pesa fulani, lakini mpaka leo najuta, kumbe ulikuwa sio wakati wangu wa kupata zile pesa. Ulikuwa sio wakati wangu wa kupata ile pesa. Kuna wakati kaenda mambo yanagoma. Tulia mbele za Bwana. Sawa mzee Kasiri? Usitafute mlango, Mungu atatafuta mwenyewe. Wengi hapa naongea na nyie, mu mashahidi wa hili. Ili andiko linawachoma, naomba Mungu akuimarishe tena. Wengi mko kwenye kona ambazo mnateseka na mtaendelea kuteseka. Neema ya Bwana iwasaidie. Why mlitafuta milango? Ibrahimu akawa kwenye jaribu kubwa la ndoa, si ndio watakatifu? Si ndio watakatifu? Akashindwa kustahimili, akasahau kwamba ni jaribu la kawaida, na likimzidi Mungu anajua namna ya kufanya mlango. Akajitengenezea mlango na mke wake, wakamzaa nani? Ishmaeli. Ule mlango mpaka leo unatesa. Mpaka leo unatesa. Wengi hapa leo mnateseka ni kwa sababu ya Ishmaeli. Na ubaya wa Ishmaeli hafi haraka, atakuburuta. Kuna watu unatafuta kazi, hali ni ngumu, wanakuambia hii kazi simple, tumuone fulani. Muone nani? Fulani. Na unamuona anakuambia ni rahisi tu, milioni 5. Milioni ngapi? Milioni 5 tu, mtoto anaingia wala apiti interview. Na unazo bank, unaachia mtoto ananyooka. Mtoto fulani kapata kazi nzuri. Rafiki, utakuja kujuta kwa nini alipata hiyo kazi. Utakuja kusema ni heri tungeendelea kumsubiri Bwana. Jaribu alikuwa pata isipokuwa ni la kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu hufanya nini? Mlango. Tamani kupata mlango wa Bwana, usitafute wa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tamani kupata mlango wa Bwana. Tamani mlango wa Bwana. Jamaa mmoja akili mbovu hizi za kutengeneza milango hizi, akahonga mtoto akapata kazi nzuri sana. Nzuri sana. Mtoto akawa na pesa, maana kazi ina pesa. Si ndio mnazotaka hizo? Kumbe yule mtoto bado uwezo wake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu huangalia mwisho wa jambo. Amen. Mtoto yule hana uwezo wa kumiliki hata 50,000. Analipo milioni 3. Kanunua gari, hana uwezo wa kumiliki mali. Mungu atakupa baraka. Unajua Mungu huwa hatupi tunachotaka. Mungu anatupaga, Mungu hatupagi tunachotaka. Mungu anatupaga ambacho ni haki yetu. Wewe unataka gari lakini haki yako ni baskeli, Mungu atakupa baskeli. Labda utafute mlango wako utapata hiyo gari. Kapata chombo cha usafiri, lakini hana bado uwezo huo. Sawa sawa watakatifu? Sawa sawa watakatifu jamani? Wangapi hapa ni maaskari? Sule wewe ni askari, si ndio? Si ndio? Hebu simama rafiki yangu, si mnamuonaga na uniform, hatumuogopi. Si anakujaga na uniform kanisani. Huyu si askari. Sule, wewe hapo una bastola? Hana huyu. Lakini amna askari ambaye popote alipo na bastola. Yupo. Bado uwezo wa Sule huwezi kumpa bastola huyu. Unaweza ukamkanyaga bahati mbaya ukashangaa imeshaisha kichwani. Lakini huyu kwenye mifumo yake tu ya kijeshi, kuna mafunzo anaendelea kupata, anapanda, si ndio jamani? Kuna level atafikia ya ufahamu. Sio kwamba anaomba. Siku anaambia tu ni fulani amewekewa hiyo hapa. Yeye ana ya kwake na mlinzi wake ana ya kwake. Na unaweza hata ukamkanyaga na ukasukuma na iko hapa, wala hata kuonyesha hivi. Wala usichaziane, wewe tutaniane, wewe gusa hapa. Hamna.
unajua bado huyu hajafikia level. Unakanyaga, anakuangalia tu, sorry, umenikanyaga, sorry. Unajenga fensi kwenye uwanja wake na anakuta watu wanachimba nini? Mkuta. Jamani, hapa ni kwenye uwanja wangu. Twende kwa mwenyekiti, mwenyekiti, kuna mtu anajenga, unasikia? Na hapa kipo kitu, na anaongea kwa utaratibu. Sasa mpe Sule leo bastola hapa, unajenga mkuta kwenye mstari wake. Kwanza advertisement ya kwanza mnafanya nini? Atapiga zile risasi zote, ile matofali mpaka mwisho. Nini kinaendelea hapa? Yaani mtu mjue ni na nini hapa. Unajua bado wakati ukifika hata itoa. Bwana asifiwe sana. Hutaiona. Nani ananielewa watakatifu? Usitafute mlango. Kubali kukaa kwenye shule ya Mungu mpaka ufike wakati atakufanyia mlango. Haleluya watakatifu. Haleluya watakatifu. Wengine mna maadui hapa wengi ambao mkupaswa kuwa nao. Tatizo ni hili: Mungu hatoruhusu jaribu ambalo sio la kawaida kwenye maisha yako. Na majaribu yanayoruhusiwa ni kukuimarisha, ni kukufanya kuwa bora. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mshirika hapa siwafichi kabisa, nawaambieni, ukimpa 500 leo, kanisa zima mtamjua na 500. Kwani muonagi mwisho wa mwezi? Kila mtu anajuaga ni mwisho wa nini umefika. Ndio aina watu tulionao Tanzania. Mwisho wa mwezi kila mtu anajua leo ni mwisho wa ngapi. Utaona mabarabarani leo ni mwisho wa mwezi. Kaa kwenye shule ya Mungu katika jina la Yesu. Amen. Neno la Mungu linatuelekeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya jamani. Haleluya jamani. Tulikunywa, mimi nimekunywa gongo mara ya kwanza nikiwa miaka 12. 15. Na nilikuwa na inywa. Mamangu anajua. Wewe unajua gongo wewe? Sio ya kununua hiyo. Mnanunua huko. Nilikuwa na dumu la gongo uvunguni. Nasema kama Mungu aishi, uvunguni kwangu dumu la lita 5 lilikuwa linakaaga mle. Nikiamka niko nalo, mtoto mdogo. Tukaenda shule, sio tunalinywa asubuhi tukiwa shule sekondari, ulichupa la soda lile mwenzangu akalipiga akapitiwa akatapika darasani, darasa zima gongo sikio, mwalimu akatukamata. Si ulisema huyu mtoto anakwisha, si ndio jamani Amina jamani. Jaribu alikuwa pate isipokuwa la kawaida ya wana damu. Kuna mtu akuniachaga wakati huo, alikuwa anaendelea kuniombea katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeona vile leo niko stable. Picha umeona yananizingua. Haya nizingui. Niliyapitia yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sikupita kwa kutaka, lilikuwa ni jaribu. Haleluya watakatifu. Haleluya watakatifu. Acha kutafuta mlango na usifanye mlango. Amen. Amen. Mshahara upande, usianze kutafuta njia za hapana. Bado Sule level ya kupanda. Ukiongezeka hata hatutakuwa na wewe. Kuna watu tuko nao hapa kanisani kwa sababu ya uchumi wao. Yaani kuna mtu siku mlango fulani ukifunguka hamtamuona hata hapa kanisani. Kuna watu walikuwa wanafagia kanisani, leo hata kushika ufagio hawezi. Unajua pastor, lazima kanisa liwe na utaratibu. Kwani hatuwezi kuajiri mtu wa usafi? Ajiri mtu wa nini? Tunatoa tu pesa. Wewe acha matatizo hayo. Unatoa pesa. Unajua maana ya kufagia kanisa? Hii ni huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama mfagizi yupo, unafagia. Mimi mchungaji wako na ingiaga kwenye vile vyoo vyenu na naingiza mikono yangu. Kuna wakati vinaziba, watu wa kuzibua wanazingua, na naona ibada iko kesho, vyoo vimeziba, na weka mkono wangu na vaa nailoni, natoa mauchafu mle. Unanielewa ninachokiongea hapa? Na wengine mko hapa mmeshuhudia nafanya hivyo. Kesho ni ibada, hii tundu limeziba, nisubiri nini washirika waje? Hapana. Unazania kwa nini inawezekanika hivyo? Nimekaa kwenye shule ya Mungu. Nimebadilika kwa kufanya hivyo? Eti nimebadilika?
nimekuwa duni, nimekuwa sio mchungaji. Hapana. Kila jaribu linalokuja Mungu amelipima, liko ndani ya uwezo wako katika jina la Yesu. Hutakufa na hiyo kansa katika jina la Bwana. Imo ndani ya uwezo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama utalitii neno hili, mlango unaenda kufanywa hivi punde katika jina la Yesu. Hutakufa na huo umaskini, biashara ziendi. Kama utalitii neno na ukaendelea kuamka asubuhi na mapema na kufanya kazi kwa bidii, iko siku inakuja, mlango utafunguka, utauza mpaka utachanganyikiwa na utapeleka wateja kwa jirani yako katika jina la Yesu. Nakwambia iko siku, iko siku, iko siku, iko siku, iko siku. Ayubu alivumilia, Bwana akafanya mlango. Kweli sio kweli? Kweli sio kweli? Ayubu alivumilia, Bwana akafanya mlango. Kweli sio kweli? Ule mlango ulifaa au kufaa? Ulifaa kuliko hata alivyokuwa pale mwanzo. Biblia inasema mali yake iliongezeka mara ngapi ya ile ya kwanza? Mara 2. Angelikata lile jaribu, angetafuta mlango akachomoka, angebakia Ayubu yule yule wa mali bilioni 10. Lakini alipovumilia akatulia, mlango ulipokuja mali ilikuwa bilioni 20. Ana alitulia kwenye jaribu, alijua ni la kawaida, hakumkufuru Mungu, hakutoka kwenye neno la Mungu, aliendelea kumtazama, aliendelea kumtumaini. Mlango Bwana alipoufanya, unasikia vizuri? Unasikia vizuri? Alizaa katoto haka kamoja kalikofunika mamilioni ya watoto. Watoto 10 na wa Penina, hajulikani hata huyu mmoja. Mtoto mmoja wa Ana mpaka leo tunamuita Samueli katika jina la Yesu. Usitengeneze mlango, tulia, ni la kawaida, ni la kawaida, ni la kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana jamani. Amina watakatifu, amina watakatifu, amina. Mtoto wangu Jedidia hayuko leo, nampenda sana. Sisi tuna watoto wengi, lakini kati ya watoto wetu, mke wangu ni shahidi, mtoto ambaye hatusumbui kwenye afya, ni Jedidia. Huwa ugui hivi, amekuugua ni Jedidia? Sikumbuki lini amekuugua Jedidia anapelekwa hospitali, sijui. Lakini ni mtoto aliyekufa mara 3 mwaka mzima, Januari mpaka Disemba. Wewe unaenda hospitali miezi 2 unasema unaumwa. Tulikaa Muhimbili kwenye uangalizi wa juu, mpaka mimi binafsi nilikuwa nasema, Mungu chukua huyu mtoto, chukua huyu mtoto. Na hisi hata mke wangu alifikiaga hapo, Mungu mchukue, maana tunamhurumia anavyoteseka. Lakini nilikuwa nakuja siku moja, naenda kumwangalia na mke wangu amekaa pale anapumzika. Hivi kile kitambaa ulipewa na bibi au ulikataa? Ulikataa? Enafu. Nashukuru akaniambia, bibi ameleta kitambaa hapa kwamba tumwekee yule mtoto. Unajua magonjwa ni mabaya, watu mpaka wachawi watakuonea huruma. Yaani mpaka mwanga anakuonea huruma unavyougua. Tumia kaka mzizi kuweka kwenye maji yaka, kunywa tu. Hata fulani alikunywa ganzega, alikuwa hivi akapona. Namshukuru mke wangu aliponiambia, nilipofika, anaendeleaje Jedidia? Nilikuwa saa 8. Akaniambia, Mungu anatusaidia. Fulani alileta kitambaa, nikakikataa. Alafu nikasema asante Yesu. Nilimchorea mstari hata kanyage kwangu. Sema hakuna, huyu mtoto Mungu tutakuangalia. Kama ni kufa na afe, na tuko tayari afe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tupo tayari afe, hata akifa tutakutukuza na tutawashukuru watu walioshiriki kwenye msiba. Mungu akaja kufanya njia. Akaja kufanya nini? Mungu akaja kufanya nini? Njia pasipokuwa na nini? Nimekufundisha wiki iliyopita. Alipotoka pale Jedidia, na yote yaliyoandikwa kitaalamu, siku moja nitakusomea, nimetunza madokumenti yake yote, hakuna hata moja limetimia. Kinga yake itakuwa chini siku zote, kwa sababu karibia mwaka mzima alikuwa hayuko kwenye hali ya kawaida. Akili zake hazitakuwa vizuri, kwa sababu ubongo wake ulilazwa ile wanalaza. Unajua ukifanyia operation wanakulaza si mnajua? Sasa ule ulazaji una sheria zake. Kuna level ikifika ni ya mwisho kama unakufa. Sasa alifikia hiyo ya mwisho, kwa hiyo akasema ubongo wake hautafanya kazi
vizuri. Wewe kapiga pointi 7 juzi, yuko form 4 sasa hivi. Sema amina kwa jina la Yesu. Acha wivu wako hapa. Umenisikia? Ubongo wake hautafanya kazi. Amepiga 7 na yule anapiga 7. Nimemwambia mwanangu, sitaki ufaulu, nataka ufaulu kupita kawaida kwa jina la Yesu. Nataka ni wewe nakuhubiriaga sana, nataka nije nihubiri matokeo yako, na tutaenda Muhimbili tukamwambie huyu hapa JDD amerudi, yule mliosema hatawezekanika. Sipitali ya jui, kila kitu kimeenda kinyume kwa jina la Bwana. Ana mishipa miwili ya moyo. Mishipa mingapi? Na sio ya kueleza, ni mimi mwenyewe niliona kwa macho. Wakati tunaangalia changamoto zake tumboni, ndio daktari akasema tumegundua kwa nini shida inakuwa hivi. Unaona hii mishipa ya moyo? Unaona hii ni mingapi? Nikaona hii, sema hapa inatakiwa 3. Kuna unaipeleka na kutoa nini? Damu. Na kuna mwingine oxygen. Sema mbona mmoja haupo? Na inakaaga hivi umbilical. Daktari anaandika inakuaga ni umbilical, inakaa hivi umbilical. Huyu mbona imekaa straight, sio kawaida? So what? Huyu mtoto tumtoe nje, unasikia miaka. Eti tumtoe nje kwenye tumbo la mama, na walinipiga kwenye kaza na hela, atunziwe kwenye chupa. Ndio aje atakuja kuwa vizuri. Hakuna cha chupa, hakuna cha nini. Jaribu alikutupata isilokuwa la kawaida. Mungu anasema jaribu lolote, kanuni ukitulia kwenye neno, mlango ataufanya mwenyewe katika jina la Yesu. Hakuna cha mishipa miwili, hakuna cha ubongo kulala, hakuna cha kinga ya mwili kuwa chini. JDD anadunda na anaendelea mbele, na ndo dereva wangu katika jina la Bwana. Akiniendesha na lala na usingizi. Maana huyu anaitwa JDD, hata kufa, aliyependwa na Bwana ataishi, ndo tafsiri ya jina lake. Ajali gani itatokea hapo? Simama juu, nimechoka mimi. Simama. Weka mikono yako juu katika jina la Bwana. Weka mikono juu, sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu nisaidie. Roho Mtakatifu nisaidie. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Naomba Roho Mtakatifu nisaidie. Roho Mtakatifu nisaidie. Naomba Bwana asubuhi ya leo, ongea kipentekoste ndo maombi haya. Asubuhi ya leo nipe neno. Nipe neno. Nipe neno katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nipe neno litakalo nipa uwezo, litakalo nishindia giza hili nene mbele yangu. Giza hili nene mbele yangu. Giza la magonjwa. Giza la magonjwa. Giza la mikosi. Giza la mambo kutokueleweka. Giza la changamoto. Nipe neno. Nipe neno. Na hilo neno